Asante sana Peter Rotomo kutoka kaskazini mabonde la Ufa. Tuangalie kusini kunani. Wanaoishi pembeni mwa mji wa Kericho wameelezea malalamiko yao dhidi ya serikali ya kaunti ya Kericho kwa kushindwa kukarabati barabara duni katika eneo hilo. Sasa wakazi hao wanasema wamekuwa wakipuuzwa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa ugatuzi, huku wakikumbushwa ahadi nyingi ambazo pindi hawa viongozi wanapoingia katika viti ambavyo wameomba hawawezi kutimiza. Akizungumza kupitia arafa, mkuu wa idara ya barabara Bi Brenda B hata hivyo alisema kuwa ni wajibu wa madiwani kupanga na kutenga bajeti ya miradi ya barabara kwa kila mwaka wa fedha ambao unahusika. Ukisikia Kericho, bila shaka binti Winnie Chekimoi anashuka. Jamii ya Wanupi kutoka mjini na ni nje kidogo kutoka mji wa Kericho wameambia kituo cha NTV ya kwamba serikali ya kaunti ya Kericho imewatenga haswa kwa kuzingatia barabara mbovu iliyoko katika sehemu hiyo. Hakuna barabara imetengenezwa tangu ugatuzi. Hapa mjini village Skipchebo Road hatujaona barabara imegrediwa na kuwekwa mara. Tukichagua kiongozi hatumuoni mpaka siku ya kuja kupigwa kura. Sasa tunangojea 2026 ndio aanze kuja kutembea from juu mpaka chini. At this age sisi tunatoa maji mtoni na babu zetu walitoa maji mtoni. Hata stima saa hizi tunaona vile barabara nakuwa nyazi. Stima hii hata usiku hawaki. Tunakaa tu na waizi tu na tembea usiku yote kuja kuiva sisi. Tunaona vile manyumba yetu nakaa totolia hakuna. Tuko tuna allotment letter ile ya zamani. Ikifika kwa ID, sisi Wanubi wa Kericho bado tunasumbuka kwa ID. La hali president alitoa vetting, lakini bado jamii yetu inasumbuka sana kwa ID na passport sana. Upande ya masomo pia tunajaribu, ingawa wengi wetu hawangeweza kufuatilia hali ya juu kwa sababu ya hali ya kiuchumi ya hapa. Venye tuko chini, wengi wetu hatuna kazi, tuna hustle tu kiasi, ile kiasi tunapata kidogo ndio tunajimudu naye kimaisha. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Kericho, langu jina ni Winnie Chekimoi.